Kumbuka tumekuwa tukiongea kuhusu mpinga Kristo, na leo tunataka kuangalia tu kidogo kuhusu sheria ya Mungu. Swali lililoko kuni, je, sheria ya Mungu i mashakani? Sheria ya Mungu, je, i mashakani? Nataka kuambia kwamba tunapoingia katika kitabu cha Danieli 7, nilikwambia kwamba mambo ambayo tunaongea habari yake yanahusu ibada, na Danieli anapofunuliwa mambo haya anafunuliwa ili kwamba sisi tupate kuelewa mambo ambayo yameandikwa katika kitabu cha Danieli, ili kwamba nasi tupate kujifunza. Na ndiyo sababu kitabu hiki kinatuambia hivi. Unaposoma kitabu cha Warumi ni 15 mstari wake ni wa 4. Warumi ni 15 mstari wake ni wa 4. Biblia takatifu inasemaje? 15:14 inasema hivi. Warumi 15 mstari wake ni wa 4 inasemaje? Wa 4 inasema kwa kuwa yote yaliyotutangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Jambo la kwanza, yameandikwa ili kutufundisha sisi kwa subiri na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Tupate kuwa na tumaini. Mambo haya yote ambayo tunayasoma yameandikwa ili kwamba yapate kutufundisha sisi. Na ndiyo sababu tumekuwa tukiangazia kitabu cha Danieli 7, na tuliona jinsi ambavyo Mungu anampatia Danieli ndoto. Anampatia ndoto ya ajabu. Wanyama wanne wa namna mbalimbali wanatoka baharini baada ya pepo kuvuma juu ya bahari. Na ya kwanza tuliangalia tukiona ya kwamba alikuwa ni kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Wa pili alikuwa ni dubu ambaye alikuwa na mifupa mitatu kinywani mwake, akainuliwa upande mmoja. Wa tatu ni chui ambaye alikuwa na vichwa vinne na mabawa manne. Na wa nne alikuwa ni mnyama wa ajabu ambaye ana pembe 10, ana meno ya chuma na ana miguu ya shaba. Na tumekuwa tukiangazia sana huyu mnyama wa 4. Danieli 7 mstari wake ni wa 7. Inasemaje? Danieli 7 yake ni ya 7 inasema. Soma. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Anatazama katika njozi ya usiku. Natazama mnyama wa 4. Mnyama wa 4 mwenye kutisha. Biblia inasema ya kwamba huyu mnyama ni mwenye kutisha, mwenye nguvu, ana nguvu, mwenye uwezo mwingi, ana uwezo mwingi. Na alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Ati alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande. Akala na kuvunja vipande. Na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Kwa nini? Kwa miguu yake. Teremuka. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Endelea. Na alikuwa na pembe 10. Biblia inasema ana pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake. Teremuka. Tazama, nini? Pembe nyingine ikazuka kati yao. Na ilikuwa ndogo. Teremuka. Ambaye mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Endelea. Na tazama, katika pembe hiyo mulikuwa na macho katika pembe hiyo mulikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Ulikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Kinywa kinachonena maneno makuu. Na nilikwambia mambo hayo unapoyatazama, Mungu anaponena anatumia mifano. Kwa hivyo wale wanyama unaowatazama sio wanyama tu, bali Mungu anatumia mifano. Hosea ni 12 mstari wake ni wa 10. Kitabu ni cha Hosea 12:10 inasema, tena nimenena nao manabii, nami nimeongeza maono. Na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Katika utumishi wa manabii Mungu anasema anatumia mifano. Kwa hivyo mambo ambayo tunayaona sio mambo ya kawaida, bali Mungu anatumia mifano kuelezea mambo yake. Hivyo maana kwamba wale wanyama ni mifano. Sasa swali, wale wanyama ni kitu gani? Danieli 7:17 inasema, soma. Wanyama hao wakubwa walio 4 ni nini? Wanyama hao wakubwa walio 4 ni nini? Ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Asante sana. Kwa hivyo tuliangazia tukaona ufalme wa kwanza ulikuwa ni ufalme wa Babeli ambao unaongoza kuanzia mwaka wa 605 hadi 539 kabla ya kuzaliwa kwake Kristo. Ufalme wa pili ni ufalme wa Uamedi na Uajemi ambao unaongoza kuanzia mwaka wa 539 hadi 331